Vasily Grigorievich Zaitsev alizaliwa tarehe 23 Machi mwaka 1915 katika kijiji kidogo kiitwacho Yeleny Square kilichopo huko milimani mwa Russia ya Kusini. Sasa hivi ikijulikana kama Boshkotostan. Akiwa mtoto wa wakulima wa kawaida, Vasily alilelewa katika mazingira ya msituni na porini au tuseme bush. Sehemu ambazo baadaye zilichangia kumkuza kwa mlenga shabaha yani sniper mashuhuri zaidi huko Russia. Tangu akiwa na umri wa miaka 7, babu yake alimfundisha jinsi ya kutumia bunduki. Si kwa ajili ya mapambano vitani, bali kwa kuinda wanyama pori kama vile swala na sungura. Lakini mafundisho hayo yaliambatana na nidhamu ya hali ya juu kabisa. Babu yake alimsisitizia kupiga risasi moja tu kwa kila mnyama mmoja, na kamwe asirudie kupiga risasi ya pili kwa shabaha moja ya mnyama. Hii ilimfundisha uvumilivu, umakini na usahihi wa kufokasi na windo moja. Na katika umri wake wa ujana aliingia jeshini. Lakini kabla ya kuingia jeshini, Vasily alisomea kazi ya uhasibu na kufanya kazi kama mhasibu wa jeshi la wanamaji yani Navy wa Umoja wa Kisoviet. Lakini baada ya kuibuka kwa vita vya pili vya dunia, mwaka 1941, alijitolea kujiunga na jeshi la ardhini la Umoja wa Kisoviet lililoitwa Red Army, wakati huo akiwa na umri wa miaka 26 tu. Na wakati wa vita hivi vya pili vya ulimwengu, alipelekwa kwenye mapigano huko Stalingrad mwaka 1942. Awali alipewa kazi ya kawaida tu kama askari, lakini siku moja alipata nafasi ya kutumia bunduki ya sniper ambayo aliyokota kwa bahati mbaya kutoka kwa askari aliyekufa vitani. Na hapo ndipo kipaji chake kilipoonekana waziwazi. Kwa sababu ndani ya muda mfupi tu, Vasily aliweza kuwaua wanajeshi zaidi ya 30 wa jeshi la Nazi kwa kutumia risasi moja tu. Na tena kwa kulenga umbali wa hadi mita 1000. Jina lake lilisambaa kwa kasi ya kimbunga ndani ya jeshi la Umoja wa Kisoviet. Wakubwa wake wakapendezwa sana na akateuliwa rasmi kwa sniper wa kikosi maalumu. Basi bwana, mapigano ya Stalingrad yalikuwa miongoni mwa mapigano makubwa na ya kikatili zaidi kwa kutokea katika vita vya pili vya dunia. Jiji zima liligeuka kuwa magofu, lakini kilichoendelea humo kilikuwa ni vita vya mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba na hata dirisha kwa dirisha, yani ilikuwa balaa. Zaitsev aliyatumia mazingira haya kwa ustadi mkubwa, akijificha ndani ya vifusi, wakati mwingine kwenye dari za nyumba zilizobomoka au ndani ya mahandaki ya zamani. Jamaa alijifunza kutotumia sehemu moja mara mbili, na mara zote alikuwa anabadilisha sehemu baada ya kurusha kila risasi. Akiwa na bunduki aina ya Mosin Nagant yenye darubini kali kipindi hicho, alitengeneza rekodi ya kuwa zaidi ya wanajeshi 225 wa Nazi kwa mkono wake mwenyewe. Idadi hiyo ni pamoja na maofisa wa jeshi la Nazi, snipers wao, waongozaji wa ndege, wapiga mizinga na wapiganaji wa kawaida. Umaarufu wa Vasily ulipofika hadi makao makuu ya kijeshi ya Ujerumani, Wajerumani waliingiwa na hofu kubwa. Walihisi kuwa huyu mtu mmoja alikuwa kiathiri morali ya majeshi yao zaidi ya hata kikosi kizima. Kujibu mapigo wakampeleka sniper wao bora kutoka Berlin,
Meja Erwin Koenig ambaye inasemekana alikuwa mkufunzi, yani mwalimu mkuu wa shule mafunzo ya snipers wa jeshi la Nazi. Basi bwana, kwa siku 3 nzima Vasily na Koenig walikuwa kwenye dua ya kivita, yani wakiwindana kama ule mchezo wa paka na panya. Kila mmoja alikuwa na lengo moja tu la kumuua mwenzake kama si kumsambaratisha kabisa. Mawindoni wote walikuwa kimya. Kila mmoja akimvizia mwenzake. Mvua, baridi, njaa na usingizi havikuweza kuwatenganisha. Hatimaye Vasily alitambua sehemu ambayo Koenig alikuwa amejificha baada ya kumuona kwenye mng'aro mdogo wa mwanga wa darubini yake ya kulenga. Akavuta pumzi ndefu, kisha akapumua polepole. Akaminya trigger ya risasi ikamlenga moja kwa moja kichwani Koenig. Koenig akaanguka chini kama mzigo na hatimaye kupoteza maisha kabisa. Kwa ushindi huo, Zaitezev hakuwa tu ameua mtu mmoja, bali alikuwa ameua matumaini ya askari wa jeshi zima la Nazi kwenye uwanja wa mapambano. Na baada ya vita vya pili vya dunia, Vasily hakubaki jeshini. Alirudi zake uraiani, akaendelea na kazi za kiraia kama mhandisi kwenye kiwanda cha nguo huko Kyiv, Ukraine. Alikuwa mtu wa kawaida sana machoni mwa watu. Aliishi kwa unyenyekevu hadi alipofariki dunia mnamo tarehe 15 Disemba mwaka 1991. Lakini jina lake halikuwahi kusaulika kamwe. Mnamo mwaka 2001, sinema ya Enemy at the Gates ilichezwa kuelezea hadithi mapambano yake na Meja Koenig, ikimpa Zaitezev hadhi ya kimataifa kama shujaa wa kivita ambaye aliyeua si kwa manufaa yake binafsi bali kwa usalama wa taifa lake. Mpaka leo jina la Vasily Zaitezev linakumbukwa kama alegori, yani mfano hai wa ujasiri, ustadi na utulivu hata katikati ya ghasia kubwa. Hata hivyo, aliwafundisha askari wengine zaidi ya 30 kuwa snipers, ambao nao waliua maelfu ya wanajeshi wa jeshi la Nazi. Hivyo, athari yake haikuwa tu kwenye bunduki yake bali pia kwenye kizazi kizima cha wapiganaji waliofuata njia yake. Mpiga risasi mzuri huua kwa risasi moja tu. Mpiga risasi bora huua kwa kusubiri wakati sahihi, alisema Vasily. Hadithi ya Vasily Zaitezev si tu hadithi ya mwanajeshi mmoja, bali ni hadithi ya mtu wa kawaida aliyekubali kuweka maisha yake mbele kwa ajili ya taifa lake. Alikuwa na risasi, lakini akawa na lengo kubwa zaidi: uhuru, usalama na historia. Kama wewe ni mpenzi sana wa kusoma vitabu, nina kitabu changu kizuri sana cha Jicho la Genghis Khan. Kitabu cha Jicho la Genghis Khan kinaangazia mbinu za kiintelijensia zilizotumiwa na Wamongolia kabla na wakati wa uvamizi. Jinsi makamanda wake, hususani wa ngazi za Noyan, walivyotisha kwa mauaji na kuvaa ngozi za binadamu na kunywa damu za binadamu wakati mwingine. Mafuvu ya maadui wao kuyaning'iniza kwenye kambi zao za kijeshi. Lakini pia ulinganisho kiufundi kati ya ujasusi wa Mongolia na ule wa dola zingine kama Rumi, wa China na wa Persia. Urithi wa mbinu hizi kwa mataifa ya sasa na funzo kwa taasisi za kiusalama za leo. Kwa yeyote anayetaka kufahamu mizizi ya ujasusi wa kale na namna ambavyo maarifa haya yanaweza kutumika leo, kitabu hiki kinaelezea mambo yote hayo. Kwa sasa kipo soft copy, unalipia shilingi 9,999 tu. Kwa M-Pesa anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Jina Ananias Edgar Kitage. Na baada ya malipo tuma risiti WhatsApp kwa namba hizo kisha nitakutumia chaptu. Mimi naitwa Ananias Edgar.